Ujambo na karibu kuweza kufata matangazo yetu kutoka kituo hichi bora cha matangazo cha Tukutane TV. Tunakupenda, tunakujali kwa sababu unakuwa mwaminifu kwa matangazo yetu. Pale unapokwenda kuona notification kwenye simu yako unakwenda kufungua. Ila mpendwa mtazamaji, jikaze kutuachia comment yako, utujuze unapatikana katika nchi gani. Vile usikose kushare kazi zetu ili wengine wao wanapata habari kwa mapema zaidi. Niite Juma Juma Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Imefanyika siku ya leo ya tariki 2 mwezi wa 6 mwaka 2025 poti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitihani ya kitaifa kwa lugha ya Kifaransa inaitwa Les Examens de Première Session ambayo itakwenda kufanyika mnamo siku 4. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajiuliza maswali mengi, itakuwaje kwa mji wa Bukavu na mji wa Goma, miji ambayo inashikiliwa na mabepari wahasi wa M23. Hata hivyo, ndani ya mji wa Baraka, mpendwa mtazamaji, mwenzangu Dynamic Malambe ameweza kuhangaika na akaweza kukusanya ripoti ifuatayo. Walianza Jumatatu hii Juni tariki 2 mtihani wa taifa, ikiwa ni katika awamu ya kwanza au hors session kote mchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini tarafani Fizi. Uzinduzi huo ulifanyika katika eneo la shule la Mwenge wa Taifa mjini Baraka chini ya usimamizi wa makamu wa meya wa jiji Mama Emerite Tabisha. Wakati wa sherehe ya uzinduzi, meya makamu wa mji wa Baraka Tabisha Mlongeche Emerite alikaribisha uamuzi wa wanafunzi ambao wanajiandaa kupitisha hatua hii muhimu ya kazi yao ya shule katika mazingira salama, huku akiwatakia mtihani mwema wanafunzi wote katika mji wa Baraka katika senta mbalimbali za mtihani wa taifa. Na hapa meya wa mji wa Baraka anaeleza. Na hii ambayo inahusu mtihani wa watoto, nani angeliwazia wakati wa vita hii eti watoto wote nchi mzima watafanya mtihani? Hakuna. Matumaini yalikuwa yanakatika sana, lakini kwa ushupavu ambao iko nafanya kwa kupiganisha vita ishe, pia kwa kuangalia kwamba kesho ya Kongo iko wapi, amekubali na kuleta mtihani. Cha pili, rais amefanya jambo mzuri sana la kusaini ya kwamba wazazi ambao wako ku province ya Nord na Sud Kivu wanadhibitiwa na giza fulani ambayo iko naleta mwanga mpaka tuupate. Watoto wote kwa mtihani huo waufanye kwa bure. Bure. Jameni, kama tumekwisha kupewa hiyo zawadi, na tusikie tena mwalimu au prefet ambaye ataomba 10,000, 1,000 kwa mzazi, tumfanye nini? Tutajua kama iko kama ule mkatili kama na wakatili wengine ambao wanatuletea vitu. Kwa hiyo tutahukumu. Pongezi zetu zimfikie rais wetu na guvernema yote ambako natumika nayo hapo kwa Kinshasa, na tunamwambia kwamba tuko nyuma yake. Mwenyezi Mungu ambariki na abariki kazi ambayo anafanya. Jambo la pili ni kwa wazazi. Raia tumeipokea hiyo watoto watumike kwa bure. Ndiyo. Naanza kwanza kwa wazazi wa watoto wanamke. Kwa wakati huu ni wakati ambao watoto wapewe chakula kwa wakati, wasipewe makazi za asubuhi, msiwauzi na kuwasema maneno ambayo yafaa. Waache kichwa cha mtoto kibakie kimya, akili yake yote iko kwenye mtihani na namna kaimaliza. Sisi wazazi tuko wakonseye kwa watoto wetu nyumbani, kwa kusaidia elimu iendelee. Tuwashaurie na kuwahimiza waje haraka kwa wakati kufanya mtihani, kwani tumekuta watoto wengi
wanafika nyuma sana. Kuna watoto wamefika hata saa 3 na mtihani unaanza na saa 2. Imizeni watoto, asikuwe tu mzazi wa mtoto, na wewe jirani, ambia mtoto wa jirani, muhimize, wewe uko nafanya examen d'etat saa hizi saa 1 haujaanza, enda kwa nini? Watoto wote ni wetu, sio wote. Wakifaulu ni faida ya sisi wote, na kama mtoto wa jirani au wa ndugu hakufaulu, na wewe pia unaangamia. Tunawaambia raia na wazazi wa watoto, tusisikie mzazi ambaye ameenda kulipa pesa za mtihani. Mtihani huu na mtihani kisi utakuja tena mwezi wa 7. Yote rais amewapatia kwa bure na iwe kwa bure. Naenda kwa wanafunzi. Wanafunzi wetu tumezunguka, tunawaona, lakini tumeona ubovu ambao hauwezi kosa tukahamakia. Tunahamakia ubovu. Watoto wana mwenendo kama vile warejareja, hata kwa kitu chenye kinaofaa ambacho zamani, au kwa mtoto ambaye anapenda masomo anatishika. Wakati anatiliwa kwenye mtihani, mtoto anasikia kama vile anatishika, anajipanga haraka haraka na kujipanga sawa sawa, lakini watoto wanafika nyuma sana, nyuma kumtihani. Ninatangazia wazazi wa watoto ambao wako somo la 6 ya kwamba nimeacha, nawaambia watoto wote, napita fasi zote kuwaambia, na mzazi na kutangazia ya kwamba kesho mimi peke nitaenda nafunga milango ya kumasomo. Saa 2 nitafunga milango ya kumasomo yote. Mtoto mmoja atafikisha saa 2 hajaingia mu class, ni kusema saa 1:20 watoto wote inafaa wawe kwenye uwanja wa masomo kwa wako nafanyia examen d'etat. Huku hakuna tena vikwazo eti hajalipa ndio maana walimu, hakuna. Rais amemaliza. Mtoto mmoja atachelewa na atachelewa examen kesho na kesho yake na kesho yake. Tunatafuta watoto ambao watatugomboa, wao watoto ambao wako imara, watoto ambao kweli wanafaa kwa jamii, kwa jamaa na kwa nchi yetu. Kwa hiyo watoto, wanafunzi, wazazi wa watoto, ambieni watoto wasisumbue walimu. Kesho saa 1:20 isipite saa 1:40 mtoto hajakuwa kwenye uwanja wa masomo. Na hatuwezi kosa kusema baraka zetu kwa watoto ambao wanafanya mitihani. Mungu awabariki na wachukue vyeti vyao vya diploma kwa mwaka huu, tupate furaha na kesho waingie kwenye university. Hapa zilishajaa watoto, kusoma inakuwa rahisi. Kwa baraka hizo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na tunasema kwa rais tunazidi tena kupongeza kwa hii ambayo anafanya gratuite ya masomo, gratuite ya maternite. Watu wako wanajisikia kuwa kabisa wakfu kwa decision hizo za rais.